Kiongozi wa Wiper Kalonzo Musyoka na wabunge kutoka maeneo ya kaskazini mashariki mwa Kenya wamejitokeza kukemea ghasia kati ya jamii ya wafugaji na wakazi eneo la Mwingi, kaunti ya Kitui. Kalonzo akijitokeza kumkemea Duale kama kiongozi ana nia kuchochea ghasia zaidi kabla uchaguzi mkuu ujao. Ghasia hizi zilishuhudia uharibifu wa mali na maafa. Viongozi wakishinikiza utangamano uliokuwepo kurejea, huku wakitaka asasi za usalama na jamii ya wafugaji kufichua wanaovuruga amani miongoni mwao. Hatimaye kiongozi wa Wiper Stephen Kalonzo Musyoka amejitokeza kukemea ghasia zinazoshuhudiwa baina ya wakazi wa Sekuru na Garissa yaliyoleta maafa, maandamano na hata kufungwa kwa barabara. Kalonzo akisema kuwa wakazi hao wamekuwa wakiishi kwa amani kwa muda mrefu, ila kunaonekana kuna njama fiche ya viongozi serikalini, akimtaja kwa uwazi Aden Duale kuchochea ghasia zaidi kati ya jamii hizi mbili kabla ya uchaguzi mkuu ujao. And if they start a conflict there, we see an intention of this administration escalating it and get an excuse even to delay the next elections, because that conflict can spread very fast. This is why we are saying, don't fall into that trap by Duale. Anasema hatuwezi kwenda Garissa, tupigwe mawe am tupigwe risasi, tutaenda. So you can now see so soon after those remarks, this is what is happening. It is not difficult to imagine a man or a woman is, an assailant is told, go and kill that young man in Ukasi. Ndio Wakamba wakasirike, wafunge barabara. Kiongozi huyo akisema kuwa wale ambao wanahusika na ghasia hizi na mauaji hawawakilishi jamii bali wao ni wahalifu kama wengine, akitaka jamii ya wafugaji kushirikiana na asasi za kiusalama kufichua wahalifu hao, akidokezea pia tishio la Duale haliwezi kuzuia upinzani kuzuru maeneo hayo. We have lost lives. That's the reality. The criminals who executed the Kwakamari massacre do not represent any community. They are simply criminals on a revenge mission. Therefore, we must not honor them by making their violence the beginning of war. Could be civil conflict. To my brothers and sisters in the pastoralist community, you are not criminals. Cooperate with security forces. Help identify the perpetrators who hide behind your great community. That is how you protect your people, your cattle, your camels, your children's future on this land. Aidha, Kalonzo na viongozi kutoka kaskazini mashariki mwa Kenya wamewataka wakazi kaunti ya Kitui kufungua barabara na kuruhusu wakazi wa Garissa kuendeleza shughuli zao za kawaida, kwani pia wanachangia uchumi wa eneo hilo. Kwa hivyo na wasi watu wetu, musilipishe kisasi. Wachaneni na magari yapite, hakuna haja watu wa Mwingi, Ngune, Ukasi. Wachaneni, you have made your point very strongly. Wachaneni na magari ya kusafirisha wananchi yaendelee, ili kuweka pamoja nchi yetu pamoja, because this is very important. We unequivocally and in the strongest possible terms condemn these acts of violence, particularly those fueled by ethnic hostility, incitement, and lawlessness. Fredrick Kwambua, Undugu TV.